Yes, bana mambo vipi mtazamaji wa Biomedia Channel popote pale ambako unaendelea kutazama lakini pia kufuatilia taarifa mbalimbali kupitia channel hii. Nitakukumbusha kusubscribe, kushare, kulike lakini pia usiache kucomment. Tuko na taarifa ya mwanadada Zuchu amemjibu Ankonzala afunguka pia issue kumblock Instagram mara tu baada ya Ankonzala kumvaa vikali. Karibu sana, hili limekaaje? Bana, katika mitandao ya kijamii tunafahamu kwamba mitandao hii imekuwa ni daraja kubwa sana kati ya mashabiki na wasanii, ikitoa nafasi ya mawasiliano ya moja kwa moja bila vizuizi vikubwa sana. Sasa hata hivyo, daraja hili mara nyingine huibua changamoto na sintofahamu pia. Na tukio la hivi karibuni kati ya mchekeshaji maarufu Ankonzala na msanii wa muziki Zuchu limeonyesha namna ambavyo mitandao inaweza kuibua mazungumzo makubwa, kuunganisha watu lakini pia kufundisha somo la mawasiliano ya heshima. Bana, Ankonzala ambaye ni mchekeshaji anayejulikana kwa ucheshi wake alieleza hadharani kabisa kwamba yeye ni shabiki mkubwa sana wa Zuchu, lakini sasa kwa mshangao wake aligundua kwa msanii huyo amemblock kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Malalamiko haya yalionekana kama kilio cha shabiki aliyeumizwa na kitendo cha kukatizwa mawasiliano yake na mtu ambaye anampenda. So hali hii ilizua mjadala mpana mno miongoni mwa mashabiki na wafuasi wa mitandao ya kijamii. Wengi walihisi kuwa kitendo cha msanii kumblock shabiki ni jambo ambalo linaweza kuumiza, hasa pale ambako shabiki huyo anapojitambulisha kama mfuasi wake wa dhati. Lakini baada ya malalamiko hayo, Zuchu amejitokeza hadharani na kujibu kwa njia ya kiungwana kabisa, na alieleza kuwa tayari amekwisha kumunblock Ankonzala. Na kwa mshangao wake pia Zuchu aliuliza kwani ilikuwaje, yani kwamba ilikuwaje akamblock. So jibu hili linaonyesha upande wa pili wa mawasiliano ya kijamii kwamba wasanii pia ni binadamu, wanaweza kufanya maamuzi kwa sababu mbalimbali, lakini pia wana nafasi ya kurekebisha na kuonyesha heshima kwa mashabiki zao. Kitendo cha Zuchu kumjibu kwa uwazi Ankonzala kinaonekana kama somo la mawasiliano ya heshima. Badala ya kupuuza malalamiko, alichagua kujibu na kurekebisha hali, si ndio? Hali hiyo pia ilionyesha kuwa mitandao ya kijamii si tu chombo cha burudani, bali pia ni jukwaa la kujenga mahusiano ya kijamii yenye heshima na uwazi. Bana mtazamaji wa Biomedia, kwa upande mwingine tukio hili linaweza kuonekana kama onyo kwa mashabiki na wasanii, kwamba mashabiki wanapaswa kuelewa kuwa wasanii pia wana maisha binafsi na maamuzi yao. Vile vile wasanii wanapaswa kutambua kuwa mashabiki ndio msingi wa mafanikio yao. Hivyo basi, mawasiliano ya heshima ni muhimu. Na tukio la Ankonzala pamoja na Zuchu limekuwa mfano wa namna mitandao ya kijamii inavyoweza kuibua mjadala yenye masomo makubwa, lakini pia malalamiko ya shabiki na majibu ya wasanii yameonyesha umuhimu wa mawasiliano ya heshima kujenga taswira chanya na kuimarisha mshikamano wa jamii. Kwa ujumla, mitandao ya kijamii ni daraja lenye nguvu sana kati ya mashabiki na wasanii, lakini pia daraja hili linahitaji kujengwa kwa uwazi, heshima na mawasiliano ya dhati kabisa. So tukio hili wakati linatamatisha mtazamaji, limeacha somo la kudumu kwamba mawasiliano ya heshima yanaweza kuondoa sintofahamu na kuimarisha mahusiano ya kijamii. Umelipokea vipi tukio la Zuchu kumjibu hadharani Ankonzala pale ambako aliripoti kulalamika kwamba Zuchu alimblock Instagram, na Zuchu kujitokeza hadharani akijibu kwa ungana kabisa? Mimi natamatisha, maoni yako nitaanza kuyapitia wakati mwingine. Official Rose D, till next time, bye bye.